unaficha. Nimeteseka juu yako Mike. Si mimi. Ulikuwa unamwambia bibi ya mzae. Mwambie kila kitu. Ni bibi ya mzae, si bibi yangu. Ni bibi yangu. Bibi yake ndio yeye, hebu muulize nani. Ndio bibi yangu. Muulize. Uliza mama Martin. Uliza mama Martin. Mama Martin. Muulize. Niambie tu, leta hii story kwa watu. Muulize ukweli. Niambie tu ukweli kuliendaje. Unajua wao wananificha. Mike aliamua kulala na bibi ya mzee. Sasa mseme hivi. Lakini si ni ukweli. Hii si msema sasa. Unanipenda na ulale na nikukosea. Kijana wangu. Nikukosea. Wewe nawe. Nikukosea. Yaani mimi huyu ni bibi yangu. Wasichana ni wengi zaidi. Ngoja. Nikusikize nini? Nimekupata katika nini? Sio hivyo. Nimekupata. Hebu pigia bibi yako simu akuje saa hii. Nataka ndo aliniforce. Just stand here. Ndo aliniforce. Usinikaribie. Bibi yako aliniforce baba. Mimi sikuwa nataka, sina kupenda. Alikuforce. Aliniforce. Don't come near me. Bro, ulikuwa na force huyu mwanamke kwa na yeye. Hapana. Don't come. Bibi yako kwa wapi? Tumngoje sababu sasa watu hata unaweza shindwa hata na kufuata wao. Sababu ile mambo wamenifanyia, hata mzazi mama yake kwanza, hiyo maneno hata uwezi jua kwenye imetoka. Unaona narukaruka kama mtoto wake tu. Na ile mambo yote wamefanya, hiyo ni nyumba. Hiyo ni ingine. Walikuwa wamekataa kuongea ukweli. Mpaka alikuwa wanataka kunichukulia panga. Watu pesa ile wamekukula. Na mimi vile nimekuambia kila kitu yako umeona na nimekuleta mpaka hapa. Na hiyo nyumba pia ambayo nilikuwa nimekuambia gorofa ambayo wanajenga na umejionea. Sasa ni wewe mwenyewe utaamua vile utafanya. Unajua sasa mimi nimekuonyesha kwamba hii ni kitu yako, hii ni yako, ni wewe utaamua vile utafanya. Na hata mtu ambaye mnangoja ndio huyo. Na mati umepata? Kuna mabarua nimepata. Sijui ameweka wapi. Kuna barua amepata namna gani sasa? Sijui aliweka wapi, lakini nitakutafutia. Mimi nataka document. Hapa tuko sitoki bila document. Kama unataka tuelewane. Unaangalia aje? Nimeangalia huko kwa bedroom. Na malizo zingine zilikuwa zote. Hakuna. Edi nako wapi? Tamamu huko. Alifuata mama? Mpigie simu, nataka document. Akuelezee mahali wameweka document. Sababu aliweka na mama yake. Unajua sasa yeye amekasirika, hataki mambo yangu. Acha akitulia, nitamuita tukae, nimkuite pia wewe, ndio tutafute hizo document, tujue venye kutaenda. Hapana, mimi nataka document zangu leo. Unaona hizi photocopy hizi zimelaluliwa? Hizi amekuja, mama yake amekuja, kwanza amenigonga mpaka na bahasha. Amesema analete document zangu. Akakuja akararua akanigonga na bahasha. Na hizi ni photocopy, nataka original. Leo. Mimi nimechoka. Angalia vizuri na nini mama Mati? Nimeangalia kila mahali. Huyu ni mama alikuwa amewekwa miaka 2. Alikuwa amewekwa miaka 2. Amefungiwa hata si kuwekwa. Juu kuwekwa unalishwa na unavalishwa na unaoswa. Huu ni kufungiwa na kuteswa. Kile ambacho haijawahi onekana. Ile kamba alikuwa amefungwa ndio ile pale. Nani tena? Kuna mtu kwa gate. Ni Mike. Mike wangu. Sasa huyu ni nini sasa? Mike. We, kwanza document. Ngoja. Document zangu ziko wapi kwanza? We, Mike. Document ziko wapi? Guy, kwani unaishi? Document huyu wachana na huyu amebadilika, sio venye. Huyu sio venye ambavyo unamjua. Nataka document zangu zote kwanza. Wewe unajua ule mtoto ulikuwa umeshika ni yake? Huyu mtoto unajua ulikuwa umeshika ni wake? Walipata huyu ndio ni wake. Mama alikuwa wapi? Huyu mtoto ni wake na bibi yangu. Mama amekuwa wapi? Huyu ni mtoto wake na bibi yangu. Huyu yuko wapi? Bibi yangu. Jana hujakufa? Wewe nataka document zangu. Nataka document. Wewe nataka document zangu. Acha ongea na mama yake tu kwanza. Wachana na mama kwanza, nataka document. Mama amekuwa wapi? Wachana na mama. Wewe hata uwezi jua kule mama alikuwa. Nataka document kwanza. Mambo ya mama taongea baadaye. Nataka document ya mali zangu. Tukae na Mike. Document ndio nataka. Umeuliza mtoto wake, umemuuliza mtoto wako, mtoto wake alienda wapi? Umemuuliza mtoto wake alienda wapi ndio useme mimi nilikuwa nimeoa. Kuna mtoto Mike. Uko na mtoto? Ndio nauliza. Umemuuliza? Kwanza uko wapi? Umemuuliza na bibi yake yako wapi? Lazima tuendeleze maisha. Kwa nyumba ikichomeka hiyo story. Bibi yake umemuuliza yako wapi? Ikichomeka? Bibi yake umemuuliza? Wewe leta document zangu bana. Tuliachana. 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 Wewe ni mama hapa. Wacha.
Wachana na mama. Mimi nataka document Mzee zangu. ni nini? Mzee. Nataka document zangu. Sawa? Kwani document zako ziko Nataka hapa? document. Mimi nakuuliza. Wakati ulisema aje? Hata ulikuwa unajua mama. Ulisema aje? Ulikuwa unajua mama. Wachana na mama. Ulikuwa unajua? Uliambiwaje? Ulikuwa unajua? Uliambiwaje? Kuhusu nini? Uliambiwaje? Si ulisema document utalete? Tangu hiyo wakati sijai kuona. Document akuletea lakini kwa sasa. Nataka document sahi. Sahi. Nataka Document za nyumba. za nyumba. Walete. Ako na plot na plot nyingine waliuza yangu. Surely. Huyu alienda na mke wangu ule ambaye alikuwa amekufungia. Ndiye alikuwa ameoa. Nieleze vizuri. Umesikia? Si mimi enda pole pole. Huyu alikuwa ameoa mke wangu ule ambaye niliambiwa wakati ulikufa nilioa mke wangu mwingine. Wakati niliambiwa umekufa. Hizo ni vitu kwanza unaongelea sasa hivi. Alienda akamchukua akamuoa. Na wakapata huyu mtoto. Umesikia? Sasa wewe unafurahia hapa. Sasa mzae, hizo ni vitu ya kwanza kuleta hiyo shida yote. Huyu Mike umetuletea hiyo shida yote. Ameuza mpaka ploti mpaka nyumba yangu huyu. Kwanza mimi kitu nataka kujua, mzae ulikuwa unajua mama alikuwa? Wachana na mama. Wakati nilikuwa natafuta mama, mimi ndio nimetafuta. Mimi ndio nimetafuta mama. Umesikia? Mike, wewe ndio umetufanya hivi yote. Mimi ndio nimetafuta mama. Wewe ndio umenifanya niteseke hivi. Si mimi sijajua hata nilikuwa najua ulikuwa umekufa. Mpaka kule mama alikuwa amefungiwa, mimi ndio nimemtafuta. Wewe hakuna kitu ulikuwa unajua mahali alikuwa. Nimeshika bibi yako Edna ndiye tumemtafuta mpaka wakatuonyesha kule alikuwa amefungia mama. Polisi gani ulitafuta Mike? Edna alikuwa bibi yako. Mike bibi yangu na huyu mtoto ni wa nani? Badana ni bibi yako kwani? Nilikuachia na mkaenda mkapata mulikuwa na mtoto nikiwachana. Mama ametoka wapi? Nani? Alikuwa amefichwa na Edna. Kwa hivyo ulikuwa ndio umesababisha. Mimi sikuwa najua. Wao wote wawili ndio nimeteseka juu yako Mike. Si mimi. Ulikuwa unamwambia ukweli chochote, mwambie kila kitu. Edna ni bibi ya mzae, si bibi yangu. Edna ni bibi yangu. Bibi yake ndio yeye, hebu muulize Edna. Ndio bibi yangu. Muulize. Uliza mama bibi yangu. Uliza mama Martin. Mama Martin. Muulize. Niambie tu, leta hii story kwa wazi. Muulize ukweli. Niambie tu ukweli kuliendaje. Unajua wao wananificha. Mike aliamua kulala na bibi ya mzee. Sasa lazima useme hiyo. Lakini si ukweli. Hii si nyumba. Hii ni nyumba. Na ndio hiyo nakwambia ungoje, na huyu ndiye huyo. Anakwambia. Hebu acha niambie. Mama Martin niambie. Mama, acha hizo kwanza. Wewe lazima niambie. Kwanza mimi sitaki kuona. Mimi nakuona ninafika boiling point. Umesikia? Mzee, acha tuelezee Martin kitu ilifanyika hapa. Martin kitu ilifanyika hapa ni hii. Mtu mwenye ametuleta hapa ni Mama Martin. Ni Mama Martin huyu ambaye ni bibi yako na mama yake ndio ametuleta hapa kwamba mama yako ako hapa amefungiwa hapa. Na tukikuja hapa tukampata mama alikuwa amefungiwa hapa. Yeah. Kwa hiyo labda bibi yako Mama Martin niambie ukweli. Anajua vizuri hii maneno venye ilikuwa inaendelea miaka 2. Nani? Unajua? Na hapana, sijasema kwamba umgombeza. Umesema anajua. Alikuwa anajua. Anajua, si eti ajui. Siwezi sema eti ajui. Anajua kwa sababu tulikuja hapa ndo ametuleta hapa akatuambia kwamba Mama Martin amefungiwa kwa nyumba hapa na tukampata akiwa ameharibika kichwa. Uko sawa? Unaelewa? Mimi niko sawa Mike. Wacha nikwambie ukweli. Kwanza alikuwa aje kwa nyumba? Sawa. Alikuwa aje kwa nyumba? Lakini hii mambo lazima tutatue. Itabidi hii mambo hata iwezi ishia hapa. Lazima tujue ukweli. Ulikuwa unajua? Nitakwambia tukifika kwa nyumba. Hebu niambie sasa, ulikuwa unajua mama alikuwa hapa hii miaka yote? Niambie tu. Mama, Niambie tu nijue. Nataka uniambie kama hii damu ni yangu. Na nilikuwa hapana. Nikuulize mzae. Mimi nilikuwa nimesema tunaenda DNA sababu hii si damu yangu. Sweetie, wacha nikwambie. Uwezi kesa kesi nyingine. Wacha nikwambie. Mbona hujaniambia? Ngoja. Na unataka nikwambie mbele ya watu. Mimi nataka uniambie. Nataka uniambie sababu kama ulikuwa unajua, huyu mtoto ulikuja naye ama hii ni damu yangu? Ni wangu, wewe unaonaje? Kwa hivyo hii si damu yangu. Acha kuinua story. Uko sawa? Ndio nauliza hii ni damu yangu. Mzae nauliza. Hii story yote ulikuwa unajua? Nilikuwa najua yote. Na mzae alikuwa anajua? Kila kitu mimi sikuwa najua na mimi ndio nimevuruga mpaka nikapelekwa mpaka mahali amefungiwa. Sawa, alikuwa amemfungia mama surely. Wewe na mimi nakuona nasikia kama nakatakata na nini? Sasa wenye walikuwa wameficha mama nani? Wewe mambo yote ndio umefufua na ndio ulileta hii mambo yote. Mimi sijakuwa ndio nashangaa sana kwa namna gani? Tangu useme ya kwamba unaenda kuleta document. Ushawaionekana? Mambo ya document sasa unaleta mzae. Kwa boma yako ushawaionekana? Ndio maana hata kama alikuwa anasema anasema hajai kuona tangu hiyo siku. Ndio maana hata sikuwa nampenda. Kama alikuwa anamfungia mama. Ulikuwa hapo wewe? Ndio maana hata sikuwa nataka mambo yako. Kama mnaweza fungia mama imejulikana, mnaweza ficha mama yako miaka yote. Mama imejulikana sasa ndio unasema ya kwamba umpendi. Na ndio tumeenda naye. Mlitoka wapi na Edna? Mlijua wapi na Edna? Edna ni sister yangu.
Hiyo mambo yote nimekuja kuambiwa na nimekuja kujua saa hii. Ena ni sister yako. Wewe kama Edna sister yake. Ena ni sister yako. Hata wewe ulikuwa unajua wacha kujifanya huko unajua. Hujawahi jua Edna anakuanga sister. Toka lini? Mimi sijaijua. Huyu ni bibi yangu. Hakuwa anajua. Alikuwa bibi yangu kutoka kitambo. Mimi nilikuwa najua. What do you mean? Sasa unaenda na mandada wawili. Ena ni sister yako. Na ndio alikuwa amefungia mama. Na ndio alikuwa amefungia mama. Na amechemuka hataki hata mimi kuniona. Mimi hata mimi sitaitaka tena kukuona na sitaka uhusiano tena na wewe. Kwanza lete vitu zangu. Lete. Wewe ndio uliamua kwenda nje. Au kuchagua ni nani document zangu ninataka document zangu. Hao watu ni chuali. Nataka. Ona. Nataka document. Document akuletea. Document ziko. Enda ulete document. Kwanza tudili na mama. Hapana. Nataka document. Leta document. Wewe hujawahi onekana hata simu uchukuangi. Huyu utasaidia namna gani? Document. Ndio nataka. Ngoja kwanza tuongee na mama. Unajua hii imekuwa wimbo? Kidogo. Ngoja tuongee kwanza na mama. Ngoja kwanza. Wewe mama ngoja mama. Ondoka kwanza mbele yake. Ngoja kwanza. Wewe kwanza kaa hapo. Unajua mtoto ni mtoto. Mtoto ni mtoto lakini. Sasa mnashikania na mkubaliane ukija venye mnafanya. Lakini samehea mtoto. Ile yote ambayo amefanya unamshika mkono. Unajua sina kijana mwingine. Hauna kijana mwingine lakini kuna wakati inafikanga kwanza mtu anakaa kando. Umesikia? Nashangaa leo. Nimejua leo. Mike mimi sijajua. Mimi nimepata. Nataka document. Uko sawa? Wewe na wewe enda mletee document zangu. Hauna vile mwili imepungua. Chukua simu pigia Edna nataka document zangu. Huko hivi. Edna alitoka na simu. Shika simu. Sasa hata nishikia simu. Nataka document zangu. Alitoka akiwa hapa alikuwa na simu. Hii boma sitaki kama sitoki hapa kama sijapata document. Mike nataka document. Leo ndio siku yangu nachukua documents. Sasa tunaangalia mama sasa amerudi. Mama hata mimi ndio nimeenda. Mimi ndio nimeenda kumchukua. Mimi ndio nimeenda kumchukua na ndio nimemtoa. Hiyo ndio kitu ya kwanza unaangalia. Zile vitu umefanya wewe ndio umechemsha kila kitu. Badala sasa tuangalie bila watakuwa arrested. They should be arrested. Hata wewe uwezi achwa. Wewe pia wewe uwezi achwa. Wakuficha. Wewe uwezi achwa. Au akikujua hata wewe unakujua. Wachana na mambo ya document kwanza. Wacha document. Ile mambo umefanya mingi hata hawa wakishikwa hata wewe unaenda ndani. Mimi nakwambia. Ama Mike unajua hii maneno ya mama yako kukidnapiwa. Mimi sikuwa najua ndio nashangaa sasa hii. Tutatatua mambo. Ndio nashangaa sasa hii. Kuna hakika uko unajua. Mimi sikuwa najua. Ule msichana mwingine. Unajua mama yako alikuwa. Ulitoka kwangu. 2 years ago alikuwa mpaka story ile. Ule msichana mwingine mlitoka kwangu akiwa na mimba ulipeleka wapi? Tutatue tu pole pole. Sasa mambo shwari. Sasa ni mimi nimeuliza. Unajua kuna msichana ako naye ako na mimba. Hata wewe sasa usianze hizo. Sasa kwanza nataka wewe unafaa kushika kwanza. Unafaa kushika kwanza kwa kuficha mamangu. Msichana akafukuzwa na baba yake. Wakakuja kwangu na mimi nikawarudisha. Sasa hizo si mambo za kuleta saa hii. Akaambiwa hiyo si mambo za kuangalia saa hii. Walitoka wakaenda. Sasa nataka uongee hapa. Kwanza ule msichana ulikuwa mkombolea nyumba. Familia hata kwanza ni mbaya. Mimi sitaki mambo yao familia. Ulikuwa ukombolea huyo msichana nyumba. Leo kwanza mnafaa mshikwe. Ulikuwa ukombolea nyumba huyo msichana. Story nimeisikia na unajua hii kelele, unajua mimi mahali niko huwa sipendi kelele. Nimetaka watu muongee tu na mimi mahali niko unajua ni vizuri mnaongea tu kwa umoja. Na wewe kijana, unajua mambo yako nimekuwa nikikuangalia sana. Nataka uambie tu mzazi ukweli nini ilikuwa inaendelea hiyo siku. Siku gani? Daktari. Wewe unajua ni nini nakuuliza? Kwa sasa mimi nimefurahi kupotana na mamangu, alikuwa amepotea. Nilikuwa nafikiria amekufa. Mzazi, sababu unajua vitu ile umetendea mzazi wako ni mingi sana. Mama hata wewe acha nikuelezee tu huyu kijana ndio unajua wewe ni mzazi. Lakini lazima muambie sasa mtoto vitu ambaye ametenda. Lazima muambie sasa. Ametenda mambo mengi sana. Vitu mingi ambaye hata ukisikia hata kichwa itaharibika tena. Huyu mtoto huyu hata daktari ni maovu mengi sana. Huyu amesumbua mzazi sana. Sijui ni kwa nini. Na hata hiyo kesi ambaye mzee unasema kwamba alikuja na mtoto, alikuwa mtoto wa shule, si ndio? Mtoto wa shule. Huyo kijana, hiyo story walikuwa wamekaa chini na huyo msichana wakatengeneza ili wakuja wakutoe pesa. Kwa hivyo ni kitu ya kupanga. Hiyo story walikaa tu na huyo msichana chini wakamwambia niko na kazi nataka nikupatie. Kuna mzee fulani mahali fulani wewe enda ujifanye kwamba uko na mimba na useme umenifukuza nyumbani
na ili walikuwa wanataka wakutoe pesa tu, si kidogo, sababu unajua wangeanza kukutishia wewe kama mzazi mpaka tu ungetoa pesa. Sasa Mike, kwani ni mpaka lini? Ni mpaka lini utanisumbua wewe? Hiyo mimi mwenyewe niko nashughulikia. Nakuuliza, ni mpaka lini utanisumbua? Nini utanisumbua wewe mpaka? Ni mpaka lini utanisumbua? Ona haya yote. Mike, ilikuwa ni mpango wako. Uniletee watu wa kunipoza. Hizo mambo usiongelee sasa. Achana mzee. Mimi hiyo mimba haiko ya nataka tu niruhusu kidogo, nataka kuna kitu nataka nifanye. Wasichana tu kila mahali. Msichana alikuwa na mimba. Daktari, wacha hizo mambo. Sasa si mambo ya kusema mimi mama yako. Si mambo ya kusema. Yaani Mike tu ni pesa. Nataka tu kila mtu ashuhudie kitu ambaye inaenda kutendeka hapo, sababu wewe ni nini mbaya na wewe Mike? Wewe enda uko. Wacha tuone. Ni nini Mike? Ni nini mbaya na wewe? Yaani wewe hakuna siku hata moja utakosa kunipatia kila wakati ni kila Daktari. mambo nashughulika na huyo. Hii kiburi yake huyu kijana amesumbua sana. Nataka mwenyewe aongee ukweli tu. Huyu kijana anakuhangaisha sana. Unajua anaona amenihangaisha hata mimi ndio nimekuja nikiuliza mama yake kama hii ni damu yangu. Huyu amenisumbua hata nakuuliza kama hii ni damu yangu. Wewe unasema ni mtoto wangu huyu. Huyu si mtoto wangu. Unasikia alikuwa amepanga tena wanipole. Daktari, atulie gani? Mgonjwa gani? Hii ni ugonjwa gani? Wewe, tuwezi acha mtoto wetu. Kama ni kugonjeka wacha agonjeke akufe. Ni nini? Ni nini Mike? Ni nini? Daktari. Ni nini Mike? Ni nini? Daktari. Ni nini Mike? Tumbo imefanya nini? Ongea kila kitu. Daktari. Tumbo imefanya nini? Tumbo imefanya nini? Ongea. Daktari pole. Hapana, wachaneni na yeye. Mnaona ni mgonjwa. Tuachane na yeye, mgonjwa. Mwachane na mtoto wangu. Huyu ni mgonjwa gani huyu? Wako ni mkono. Unafikiria nini? Unafikiria ni ukora gani amefanyia hapa? Tumpeleke hospitali. Siwezi. Tumpeleke hospitali. Mike, mimi Ilikuwa ukweli. Kila amenifanyia. Kwani ulikuwa mapanga? Na huyo msichana ana mimba, si ndio? Tuko tunataka pesa ya mzae. Huyu mtu wewe kwa nini nini mbaya wewe saa yote? Acha ongee. Nataka uongee tu kile kitu. Tena ni uongo. Msichana alikuwa na mimba. Ngoja. Daktari ponya kwanza. Mike, wachana naye kwanza. Wacha ni Yaani atanipona kwa njia zote. Tumbo. Ilikuwa uongo. Kwa tunataka mzae atupe pesa. Ingine. Kama kule ambako. Sasa alikuwa amenifukuza kwake hiyo nyumba. Kwa tunataka tupate pesa. Na ile nyumba ingine bado document hujalete. Mzae. Tumbo. Tumbo. Document hujalete. Na kule kwingine ulikuwa unapeleka ule ex wangu wa zamani. Bado unasema kwamba yeye ndiye amekushikilia. Tena ulete msichana mwingine mseme ya kwamba ako na mimba munipole pesa. Hana mimba. Hana mimba. Sasa tena mnahitaji pesa yangu. Uongo. Ni nini utanipatia utanipumuzisha Wewe nakuuliza. Utanipumuzisha lini wewe? Huyo msichana ako wapi? Ako wapi huyo msichana? Hebu tumpatie ni maji. Maji gani? Kunywa. Maji gani? Maji haiwezi msaidia mabe. Haiwezi msaidia maji. Maji haiwezi msaidia. Apeleke hospitali. Hiyo hata labda ndio itamuua. Siwezi. Hapana. Huyo msichana wako wapi? Apeleke hospitali. Daktari anajua venye anafanya na mkitoka hapo alienda kwake. Alienda kwao. Huyo amenihangaisha kila mahali. Unaona, unasikia anasema akitoka hapa alienda kwao. Msichana ako wapi? Kwa wazazi wake. Yaani na mliniambia amefukuzwa na baba yake. Kitu ile mimi nataka huyo msichana pia akuje. Nataka pia huyo msichana akuje, pia naye apate mashtaka, ajibu mashtaka. Nataka uamuke. Huyo msichana mwenye walidanganya na yeye. Daktari, unasema msichana walidanganya na yeye? Msichana ambaye walikuja na yeye wanajaribu kukoroga hapa mzee ili atoe pesa. Lakini nashukuru mzee alikuwa mgumu. Ita msichana. Tafuta msichana haraka. Uite huyo msichana akuje hapa. Ita msichana akuje hapa. Yes. Hata mimi nataka kumuona. Mzae pole, ilikuwa tunapanga. Muite, nataka kusikia kutoka kwake. Sawa. Mtu nilikuwa nahurumia hapa, kumbe tena mlikuwa pamoja munipole.
Sawa. Sasa wewe nani atasaidia? Kwani umerogwa? Umerogwa? Na wale wamekuroga wamekufa? Hello? Sawa, utakuja? Mwambie kuja hapa, tumemngoja hata. Atakuja. Sahi. Na document zangu nazitaka. Unajua kijana huko anajaribu kunipima. Hiyo simu umejapiga, nataka uende tu wewe mwenyewe ukuje na yeye. Sababu hiyo simu hakuna mtu umepigia. Toka na ukuje na document. Nenda kuja na yeye. Toka uende. Hiyo kijana anajaribu kutupima. Toka uende. Sasa huyu mtu atasaidika aje? Kijana. Sasa Mike, kumbe hiyo pia ilikuwa ni michezo tu yenye alikuwa anatudanganya jamani daktari. Huyu watu wote wananichezea, ni mchezo wananichezea wote. Ni kama hii kamari. Unajua hiyo kamari? Pata potea. Hivyo ndivyo wananifanyia. Hata wewe toka ukatafute dada yako. Toka hata wewe. Hata wewe ufai kukaa hapa. Toka ukatafute dada yako. Nataka document zangu zote. Enda ukuje na yeye. Hapa. Hawa tutasaidiaje? Hii boma hapana. Hii boma hapana. Hii boma si ya kurudi hapa. Hii naweka chini. Na bomoa. Hii na bomoa. Alafu sasa umesema ile utamalizia. Hiyo nitamalizia, nitajenga kanyumba nipatie mtu ambaye atakaa. Iwe inamaliziwa polepole. Lakini chini. Afadhali hii mawe iende huko. Sawa. Hii mambo yako mzee, vile mimi nilikuambia, vitu yako hata hii vitu yao nataka nibebe niende niwashe moto. Beba, kaashe moto. Nataka niende niteketeze sababu hii ndio ilikuwa inapea huyo mama kiburi. Ndio hiyo. Hizo viburi zote walikuwa wanaongea. Alikuja tu kama ametulia, kifika hapa na mea tu kiburi. Sababu hii ndio enda nayo. Tulikuja polepole. Venye aliingia tu hapa. Ambaye alikuwa nayo. Sasa hii kitu ameiweka pale kama nini? Kama picha. Unaona ameweka mpaka mbao. Yaani mtu akijua akikuja kwa nyumba anaweza fikiria hii ni picha. Kumbe hii ni uchawi daktari jamani. Inaenda kuchoma. Na tena ameiweka tu mahali open. Si hata ameificha. Inaonekana huko juu ni kama ni kitu ya nini? Mzuri. Hii sasa nataka tuende nishughulike. Na mzee kila kitu yako utapata.